Mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameibuka na ushindi mkubwa ndani na nje ya mahakama, lakini pia ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kama inavyoelezwa kwa kifupi katika makala hii. Kwa hiyo wiki hii imekuwa njema sana kwa Mheshimiwa Lissu ambapo amepata ushindi mkubwa wa aina mbili. Ushindi wa kwanza ulikuwa ndani ya mahakama katika kesi yake ya uhaini inayoendelea, lakini pia ushindi wa pili umepatikana kutoka huko Umoja wa Mataifa ambako kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu. Kwa hiyo kama nilivyosema, makala hii inaeleza hizo taarifa mbili ambazo kwa hakika zinatia matumaini, hasa kwa vile inaonekana bayana kwamba kesi hii ni ya kisiasa zaidi kuliko ya kisheria. Kwa hiyo kesi imeendelea, na katika hatua ya jana Mahakama Kuu ilitoa uamuzi mdogo kuhusu pingamizi lililowekwa na Mheshimiwa Lissu dhidi ya upande wa mashtaka. Na pingamizi hilo liliwasilishwa na Mheshimiwa Lissu likipinga notice iliyowekwa na upande wa mashtaka Februari 18, ambapo upande huo wa mashtaka ulitaka kumleta shahidi mwingine, yani ulikusudia kuongeza maelezo ya ushahidi wa shahidi ambaye tayari maelezo yake yalishawasilishwa katika hatua za awali. Sasa kwa mnaofuatilia, hiki ndio kilikuwa chombo cha kwanza kuwafahamisha Watanzania kwamba Samia Suluhu Hassan alikuwa na mpango dhalimu wa kumbebesha lawama Mheshimiwa Lissu kwamba ndiye aliyesababisha mauaji yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka jana. Yaani kwamba baada ya kushindikana kutengeneza hiyo kesi ya uhaini, kwa sababu kesi yenyewe imekuwa ni ya kuhangaika, kukawa na huo mpango kwamba uhaini uliofanywa na Mheshimiwa Lissu ni kuhamasisha kilichojiri kuanzia Oktoba 29. Na ndio huyu shahidi waliotaka aje kuongea mahakamani, kwa sababu huyu walidai kwamba alifanya ufuatiliaji, uchunguzi kwa matukio yaliyojiri kabla ya Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29. Kwa hiyo upande wa jamhuri, yani upande wa mashtaka, uliitaka mahakama kuongezwa kwa ushahidi huo wa ziada, ukieleza kwamba unahusiana na upelelezi wa makosa yanayodaiwa kufanyika wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Na upande huo mashtaka ulisisitiza kuwa notisi yao ilikidhi matakwa ya kisheria na kwamba mahakama ina mamlaka ya kuruhusu ushahidi huo ili kusaidia kufikia haki. Hata hivyo, mahakama ilieleza kwamba kifungu cha 308 kinaruhusu kuwasilishwa kwa ushahidi wa shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa wakati wa ukabidhi. Katika shauri hili ilibainika kuwa maelezo ya ACP Amini Mahamba tayari yalikuwa yamesomwa katika hatua za awali, hivyo kuondoa msingi wa kuwasilisha notisi chini ya kifungu hicho. Katika uamuzi wake, Mahakama Kuu ilifafanua kuwa lengo la kifungu cha 308 ni kuhakikisha usawa wa pande zote na kuzuia mshangao usio wa lazima katika mwenendo wa kesi husika. Mahakama ilisema kuwa kuruhusu ushahidi ambao tayari uliwasilishwa katika hatua ya awali kungekuwa kinyume na mantiki ya kifungo hicho. Kwa kuzingatia hoja hizo, mahakama ilikubaliana na pingamizi la Mheshimiwa Lissu na ikitupilia mbali notice ya upande wa mashtaka. Uamuzi huo ulihitimisha hoja ya upande wa utetezi kwamba notice hiyo haikuwa halali kisheria kwa mazingira ya shauri hilo. Baada ya uamuzi huo kutolewa, upande wa mashtaka uliombwa kuahirishwa kwa shauri hilo kwa muda wa saa moja ili kupata nafasi ya kutafakari hatua zaidi za kisheria. Ilielezwa kuwa upande huo unakusudia kuangalia uwezekano wa kukata rufaa katika mahakama ya rufani kupinga uamuzi mdogo uliotolewa na Mahakama Kuu. Hivyo ingawa pingamizi limekubaliwa katika hatua hii, mwelekeo wa upande wa mashtaka ni kwenda ngazi za juu za kimahakama ili kupata ufumbuzi wa hilo. Lakini hii ni mbinu tu ya kuchelewesha hii kesi, kwa sababu hakuna kesi, achana na hizi hoja zilizowasilishwa, lakini kimsingi hakuna kesi. Sasa kulikuwa na
hofu kwamba mahakama kuu ingeweza kuupendelea upande wa mashtaka, kwa sababu mwenendo wa kesi toka mwanzo imeonekana kwamba hoja zote zinazowasilishwa na Mheshimiwa Lissu zimekuwa zikipingwa. Lakini pia ni muhimu sana watu kutambua jitihada kubwa anazofanya Mheshimiwa Lissu. Jitihada hizi zinafanywa na yeye mwenyewe kwa sababu hana mwanasheria kwa sasa. Anajitetea yeye mwenyewe mahakamani, na mazingira ya gerezani unafahamu jinsi yalivyo na changamoto mbalimbali, lakini licha ya hayo ameweza kupambana vikali kutetea haki yake. Kwa hakika anastahili pongezi, na huu ni mfano kwa ujasiri kwa wengi ambao pengine wanasuasua katika kudai haki zao. Sasa licha ya ushindi huo mkubwa ndani ya mahakama na ndani ya Tanzania, Mheshimiwa Lissu tena wiki hii ameibuka na ushindi mwingine mkubwa. Huu ni wa kimataifa ambao umetokea nje ya Tanzania. Sasa ni kwamba katika ngazi ya kimataifa, kampuni inayomwakilisha Mheshimiwa Lissu kimataifa, hii ya Amsterdam & Partners, imetangaza kwamba iliwasilisha maombi kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Hicho ni kikosi kazi kuhusu kuzuia unyanyasaji, uonevu, utekaji usio halali. Sasa kutokana na hayo maombi yaliyowasilishwa na Amsterdam & Partners ambao ni mawakili wa Mheshimiwa Lissu kimataifa, uamuzi umetolewa na taasisi hiyo, na kwa mujibu wa taasisi hiyo imeelezwa kwamba Mheshimiwa Lissu anashikiliwa ama yuko gerezani kiholela isivyo halali, na hiyo imezingatia vigezo mbalimbali vya kisheria za kimataifa. Na maamuzi hayo yalibainisha kwamba kwa kumnyima Mheshimiwa Lissu uhuru wake, hilo linakiuka masharti mbalimbali ya azimio la kimataifa la haki za binadamu pamoja na mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na za kisiasa. Kwa hiyo hii taasisi ilieleza kwamba ni lazima kitendo cha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumfungulia Mheshimiwa Lissu kesi ya uhaini na katika shtaka ambalo halina dhamana bila ya kufanya tathmini ya kina kuhusiana na kesi hii na vile kumweka mtuhumiwa yani Mheshimiwa Lissu kizuizini, kwa hakika ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Na taasisi hii imetoa mapendekezo yake kwamba Mheshimiwa Lissu anatakiwa kuachiliwa mara moja na apewe fidia kutokana na haki yake kukiukwa. Na Umoja wa Mataifa umeitaka serikali ya Tanzania kuwasilisha ndani ya miezi 6 taarifa za utekelezaji wa amri hiyo. Miezi 6 ni mingi sana kwa sababu tayari Mheshimiwa Lissu amekaa gerezani zaidi ya siku 300. Inakaribia takriban mwaka sasa tangu alipokamatwa na kufunguliwa hayo mashtaka ya uhaini. Hata hivyo, hizi ni hatua muhimu, na Mheshimiwa Lissu amekuwa akisisitiza kwamba haya anayoyafanya sio kwa ajili yake, lakini pia ni kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu kesi nzito kama hizi huwa zinatengeneza msingi wa kisheria. Na kama wanaofuatilia kesi hii wameona mara nyingi mawakili au hata majaji wakirejea kesi zilizopita huko nyuma. Kwa hiyo kesi hii ni darasa muhimu la kisheria, lakini pia litatengeneza mazingira ambayo huko mbele yanaweza kuwa na msaada mkubwa kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo kwa hakika wiki hii imekuwa na habari njema. Hilo la upande wa mashtaka kusema kwamba wanakwenda mahakama kuu, mahakama ya rufani, ni mbinu tu hizo za kutaka kupoteza muda, na kama makala iliyopita ilivyoeleza kwamba kuna jitihada kubwa zinafanywa na Samia Suluhu Hassan kuishawishi familia ya Mheshimiwa Lissu ili waweze kukubali kwamba kesi hii imalizwe, ili mradi Mheshimiwa Lissu aridhie hiyo ajenda ya maridhiano. Ni wazi kwamba hii kesi ni ya kisiasa, haina msingi wa kisheria, na haki itapatikana kwa namna moja au nyingine. Una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu utoe maoni yako.